Waumini kutoka nyanja mbalimbali za maisha wamekusanyika pamoja maeneo mbalimbali katika kaunti ya Bungoma kwenye sherehe za ibada ya Ijumaa njema kuadhimisha kifo na ufufuo wa Yesu Kristo, jambo ambalo lina maana kubwa katika imani ya Kikristo. Waumini wa kanisa Katoliki la Cathedral the Christ the King Bungoma wameshiriki katika ibada hiyo, ikiwa ni pamoja na kusomewa hadithi ya mateso ya Yesu Kristo, kuabudu msalaba na kusali kwa ajili ya ulimwengu unaohitaji amani na uponyaji. Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Matukio sawia yameshuhudiwa katika kanisa la St. Crispinus ACK Diocese ya Bungoma. Ni wazi kwamba Pasaka njema si siku ya majojo tu, bali pia ni siku ya matumaini na kujitolea kuishi kulingana na mafundisho ya Kristo. Nimeweza kupata fursa ya kuzungumza naye mchungaji mkuu katika kanisa hili, Rogers Wanyonyi, ambaye amenieleza kwamba waumini na Wakenya kwa jumla wanapaswa kuweka huruma, msamaha na upendo ndani ya nyoyo zao wakati ulimwengu mzima unaadhimisha siku hii ya Ijumaa njema. Kauli mbiu ya mwaka huu ni mambo matatu. Jambo la kwanza ni upendo. Unapoangalia pala ambapo tunaelekea kama wanadamu, tumekosa kitu ambacho tunaita upendo, love in English. Na jambo lingine ni kwamba huduma, service. Sisi kama watumishi, wananchi wa taifa letu la Kenya, wa Kristo, tunaitwa to be servants, kukuwa watumishi. Siku hizi kila mtu anataka awe mkubwa, kila mtu anataka atumikiwe, kila mtu anataka atumie yule ambaye ako chini ya mamlaka yake kwa njia iliyo mbaya. Na mwisho, jambo la tatu ni kwamba humility, yani unyenyekevu. Wote tunaitwa tukaweze kuwa wanyenyekevu. So hayo mambo matatu, love, service and humility, ndio imekuwa kauli mbiu ya mwaka huu ya siku hii ya Easter. Wakati huo mbunge wa zamani wa Kandui Wafula Munyinyi amewarai Wakristo kwa ujumla kuliombea taifa la Kenya ili kuwepo amani, umoja na utulivu, hasa wanasiasa wanavyoendelea kupiga siasa zao, ikiwa ni maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Tuna furaha sisi kama Wakatolika kwa sababu viongozi wa kanisa yetu, the Catholic bishops, wamekuwa mstari wa mbele kuombea amani katika nchi yetu. Wamekuwa mstari wa mbele kuomba kila mtu awe anafuata ukweli, tuwe ni watu wa ukweli, tuwe tunafanya mema, tutende yale ambayo tunahitaji kutenda kama Wakristo. Tusitumie mambo ambayo inaharibu maisha ya wananchi. Hiyo tukiharibu katika nchi yetu tunakosea pia Mungu. Nikiripotia runinga ya Tandao, mimi ni Alex Wekesa.